riddatu ahli al-Bahrain, ridda ya watu wa Bahrain. Bahrain mpaka leo ni nchi inaitwa hivyo, Bahrain, haijabadilika jina. Irtadda ahlu al-Bahrain, waliritadi watu wa Bahrain, wa mallaku alaihim al-Mundhir ibn an-Nu'man, wa mallaku alaihim, na wakampa uongozi, wakammilikisha jambo lao huyu Mundhir ibn an-Nu'man, wakamwambia wewe ndio utakuwa kiongozi wetu. Wakaritadi, kisha uongozi kuwa atakayekuwa kiongozi wao wakampa huyu Mundhir ibn an-Nu'man. Waqala qailuhum, na akasema msemaji wao katika hawa watu wa Bahrain, kuna mtu mmoja akasema, lau kana Muhammadun nabiyan ma mata, kama Muhammad angekuwa nabii asingekufa. Nabii gani bwana anakufa bwana? Hata ilikuwa moja katika maajabu ya makafiri wale wa Maka, walisema waqalu ma li hadha ar-rasuli yaakulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq. Sasa huyu ni mtume gani? Eti mtume anaenda sokoni, mtume anakula. Kwa nini asiletewe malaika bwana? Kwa nini yani mambo ambayo hayaingii katika akili. Kwa hiyo ndio akasema mmoja, lau kana Muhammadu nabiyya ma mata, asingekufa. Walam yabqa minhum ahadun ala al-islami, walam yabqa minhum, na hawakubaki katika hao watu wa Bahraini ahadun ala al-islam, hakubakia yoyote katika Uislamu siwa qarya, isipokuwa kuna kijiji yuqalu laha, kinachoitwa Juwathau. Hiki kijiji ndio ambacho kilibakia katika Uislamu wake. Ile nchi nzima yote ikaritadi isipokuwa hiki kijiji cha Juwathau. Wa kanat awwala qarya, na ilikuwa ndio kijiji cha mwanzo, aqamatil juma, kilichosimamisha Ijumaa, min ahli ridda, katika wale watu wa ridda, min ahli ridda, katika wale watu wa ridda. Ilikuwa ni kijiji cha kwanza kusimamisha Ijumaa kutokana na wale watu, yani kwa maana kile kijiji kwa sababu kimezungukwa na watu walioritadi, kikawa ndio kijiji cha kwanza kusimamisha nini? Kusimamisha Ijumaa. Waqad hasara almurtaddun, na hakika walikizingira hawa murtaddun ahla Juwatha, wale watu wanaoishi pale Juwatha, wadayyaku alaihim, na wakawabana kwelikweli, hatta ja'u ju'an shadida, mpaka wakawa na njaa kali. Yani murtadina sio miritadi, bali wakawafanyia uadui na hawa watu wa hiki kijiji, wakawafanyia dhiki, wakawazingira, wakaweka chini ya ulinzi, hatta ja'u ju'an shadida, mpaka watu wakawa sasa wanahisi njaa. Faqala qailuhum, akasema msemaji katika wale watu wa Juwatha ambaye ni Muislamu, huwa Abdullah ibn Hadath, ambaye anaitwa Abdullah ibn Hadath, akasema ala abligh Aba Bakarin rasula wa fityana almadinati ajma'ina, fahal lakum ila qaumin kiramin qu'udin fi Juwatha mufsarina, ka'anna dima'ahum fi kulli fajjin shu'a'u ash-shamsi yaghsha an-nadhirina, tawakkalna 'ala ar-rahmani inna wajadna an-nasra lilmutawakkilina. Baada ya kuzingirwa hawa watu wa Juwatha na wale murtadin, katika wao kuna mtu akasema, ala abligh Aba Bakarin rasula, hivi nimfikishie Abu Bakari mjumbe. Ala abligh Aba Bakari rasula, hivi nimfikishie nani? Abu Bakari mjumbe. Wa fityana almadina, na wale vijana wa Madina, ajma'ina wote,
hivi nimfikishie Abu Bakari huu ujumbe na wale vijana wa Madina, yani wanajeshi wale masahaba wengine wote kwa ujumla. Je, niwafikishie hizi habari kwa jamani? Kuna wenzenu waislamu wenzenu huko wanapata tabu. Niwaambie vipi? Niwaambie hivi, fahal lakum, je mna habari nyinyi, ila qaumin, habari za watu ambao kirami ni watukufu. Fahal lakum ila qaumin kiramin, je mnazo habari za watu watukufu, qu'udin, ambao wamekalishwa wamezungukwa, fi Juwatha, katika kijiji cha Juwatha, muhsarina, tena wamezingirwa na maadui. Je, hizo habari mnazo? Kaanna dimaahum, kana kwamba damu zao, fi kulli fajjin, ziko kila kwa, yani kana kwamba damu zao, fi kulli fajjin, kwa sababu zimeenea kila kona, damu zao zimemwagwa. Sasa nasema kana kwamba damu zao, fi kulli fajjin, katika kila kona, shu'a'u shamsi, ni sawasawa na miale ya nini? Ya jua, yaghsha nadhirina, inayowafunika watu wenye kutazama. Yani damu zao kwa namna zilivyotapakaa ni sawasawa na miale ya jua inavyowafunika watu. Tawakkalna ala arrahmani, lakini sisi tunamtegemea Allah. Inna, hakika sisi, wajadna nasra, tumekuta kuwa ushindi, lilmutawakkilina, unawahusu wale mutawakkilin, wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Mashairi mazuri kabisa haya, na ninashauri kuwa kila tukipita mashairi kama haya basi yahifadhini. So mashairi ya Tariki ni mazuri mno, na pia yanakuongezea ufasaha katika lugha. Hapa amefananisha damu zao zilizomwagwa ni sawasawa na nini? Na shu'a'u, na miale ya nini? Ya jua, ambayo inawafunika watu wenye kutazama. Kwa nini amefananisha damu za nini? Damu zao zilizomwagwa na nini? Na miale ya jua. Kwa sababu miale ya jua si kila kona siipo. Kwa hiyo damu yao ilivomwagwa, maana yake kila kona imetapakaa, yani kuonyesha damu yao namna gani ilivomwagwa ni nyingi mno, kama vile ambavyo unaona miale ya jua kila kona ipo. Waqad qama fihim, na hakika alisimama kwao. Waqad qama fihim, kwa hakika akasimama kwao, katika hiki kijiji cha Juwatha, ambako ndani yake kunapatikana watu gani? Murtadin na Waislamu pamoja. Waqad qama fihim rajulun, akasimama mtu mmoja, minhu, miongoni mwao, katika hawa watu wa Juwatha, yuqalu lahu Aljarud ibn al-Mualla, anaitwa Jarud ibn al-Mualla khatiba, akasimama kama khatibu. Faqala, akasema, ya ma'shar Abdul Qais, ya ma'shar, enyi mkusanyiko wa Abdul Qais, inni sailukum, mimi naomba niwaulize, an amrin, kuhusu jambo moja, fa akhbiruni, naomba mnijibu, in alimtumuhu, kama mnalitambua jawabu lake, wala tujibuni, na naomba msinijibu, illa mtaalamuhu, kama hamjui hilo jibu. Faqalu uliza, faqalu sal, uliza. Majawabu tuko nayo kwenye mifuko bwana, wewe uliza tu. Watu wa balagha, watu wa lugha, tuko uliza. Qala, akasema, ata'lamuna, hivi mnajua, annahu kana lillahi anbiya'u, ata'lamuna, hivi mwajua
annahu kana lillahi, kuwa alikuwa Allah anbiya, alikuwa na manabii kabla Muhammadi. Mwalijua hilo? Qalu nao, sema ndio tunajua. Qala nao tunajua. Qala ta'lamunahu au tarawunahu, hivi huyu Muhammad nyinyi mnamjua au mnamuona? Qalu, wakasema naalamuhu, sisi tunamjua. Qala, akasema fama faalu, sasa hao waliopita kabla ya nani? Ya Muhammad, nini walifanya? Qalu matu, walikufa. Qala fa inna Muhammadan mata kama matu, sasa Muhammad naye amekufa kama walivyokufa. Wa inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan, kwa sababu hapo mwanzo tulisema kuwa kuna mtu alisema waqala qailuhum law kana Muhammadu nabiyan ma mata, kwa Muhammad kama angekuwa nabii asingefanya nini? Asingekufa. Ndio akawauliza, kwani nyinyi muamini kuwa kulikuwa na manabii kabla yake? Ndio tukubali. Walikuwa wako wapi? Wamekufa. Sasa si amekufa, kwa tatizo gani hapo? Kwa hiyo yeye aishi milele wakati wenzake waliopita walikufa? Haiwezekani. Maana lazima na yeye apite njia zile zile walizopita wenzake. Faqalu, wakasema wa nahnu aidan nashhadu an la ilaha illa Allah, tunashuhudilia wa anna Muhammadar Rasulullah wa anta afdaluna, na kuanzia sasa wewe ni mbora wetu, wa sayyiduna, ni bwana wetu, wa thabatu ala islamihi, na wakathibiti juu ya Uislamu wao. Naam. Manake hapa anazungumza na Waislamu na wale murtadin. Kwa hiyo hapa, kwa sababu manake katika wale murtadin na wale murtadi kuna ambao moja kwa moja wameacha nini? wameacha dini yao. Lakini hawa ambao walikuwa wanazungumza nao hapa, hawa ni wale ambao yani ni wale Waislamu. Ndio maana pasema wathabatu ala islamihim, wakaendelea kuthibiti katika nini? Katika Uislamu wao. Ama wale murtadina wale wakaendelea na nini? Na hali zao. Kwa maana huyu yeye alikuwa anataka kuondoa shubuha ambayo inawezekana ikaingia katika vifua vya baadhi ya Waislamu. Wa arsala Abu Bakar ila ahli al-Bahrain, Abu Bakar akapeleka kwa hawa watu wa Bahrain, hao murtadin, akamtuma al-Ala ibn al-Hadrami, wandamma ilayhi, na akajiunga naye Thumama ibn Uthali, yani Ala ibn al-Hadrami, wandamma ilayhi, akajiunga naye Thumama ibn Uthali, akaongeza nguvu. Tu pamoja hapo. Walamma iktaraba, walipokaribia, min juyushil murtaddina, lile jeshi la wale murtaddina, nazala wa nazalu, walipolikaribia huyu Ala akiwa na kiongozi mwenzake Thumama, walipokaribia jeshi la wale murtaddin wakateremka, na wanajeshi nao wakateremka, yani wakaweka makazi kwa tusiende tusogee kule mbele waliko, si tuweke makazi hapa karibu na eneo lao. Fabainama almuslimuna fil layli, wakati ambapo Waislamu walipokuwa katika fabainama almuslimuna fil, wakati ambapo Waislamu wapo katika nyakati za usiku, idh sami'a al-Ala'u, akasikia al-Ala'u ambaye ni nani? Ni yule kiongozi wa jeshi la Waislamu. Aswatan aliya, akasikia sauti za juu, fi jeshi al-murtaddin, katika jeshi la wale murtaddin.
Faqala, akasema, man rajulun yakshifu lana, man rajulun, nani mtu, yakshifu lana, ambaye atakwenda kutuchunguza, kutuletea khabara haula, habari za hawa mabwana. Man rajulun yakshifu lana, nani atakayetuletea sisi khabara haula, habari za hawa. Tusikia kelele huko, kuna jambo, mtu aende akachunguze. Faqama rajulun, akasimama mtu mmoja, fadakhala fihim, akaenda kuingia katika lile jeshi la murtadin. Akasoma mazingira. Tutakuja kuona kuna sahaba ni kiongozi, ni Amri yule ibn Asi. Kila mjumbe anayemtuma akachunguzi, anaona haji na habari zinazomtosha yeye. Kila akimtuma kiongozi, mwisho akaona aende mwenyewe kuchunguza. Akaenda mpaka kwa kiongozi wa lile jeshi la watu wa Roma, akachunguza habari na akatoka. Wakati anatoka, ule kiongozi akasema, huyu aliyeingia huyu atakuwa ni Amr ibn As. Na kweli alikuwa ni yeye. Tutakuja kuona hicho kisa chake, ni kisa kirefu sana, yani kina mazingatio mazuri sana, namna maswahaba walikuwa ni mashujaa katika tajassus al-akhbar, katika kuchunguza habari. Faqama rajulun, akasimama mtu mmoja, fadakhala fihi, makaingia, fawajadahum sukara, akawakuta wamelewa. Wamepiga mtungi, wamelewa. Murtadina wote mpaka wapiga kelele. Nilisikia kuna sijui ni mikoa hii ya kati ya Tabora au sijui ni Iringa hii, sijui kuna pombe fulani, kula kila mkoa kuna pombe yake. Na sasa kuna pombe zile, yani hizo pombe ni kali kiasi ambacho yani mtu anakunywa huku anajinyea. Wanakupa kama ufunge kwenye miguu. Allahu Akbar. Yani mtu anakunywa ile pombe mpaka anajinyea. Yani hizi suruali zinafungwa ili mavi yasidondoke. Subhanallah. Ndio hao nao walikuwa wakipiga kelele. Kwa hiyo aliwakuta sukara, wamelewa. La yaqiluna min ash-sharabi, hawajitambui kwa sababu ya kunywa. Faraja ilaihi, akarudi yule bwana, fa akhbarahu, akampa habari. Farakiba al-alau, akapanda Ala kipando chake, min fauri, muda ule. Waljaishu mahu, akiwa na lile jeshi. Fakataluhu, wakawaua. Wakalla man haraba minhum, ni wachache waliokimbia. Yani na ile pombe, lakini kuna wachache walikimbia. Wakalla, na ni wachache, man haraba, waliokimbia, minhum, katika wao. Kuna mdudu mmoja, sijui simkumbuki jina vizuri, yule ni kama panya upaka au panyabuku yule, yani ni msimu kubwa sana, anaishi kwenye vichaka. Huyu mdudu si mnyama, yani ukiwa unafanya haja kubwa, ukikaa vibaya anapita na dhakai, ukikaa vibaya anapita na dhakai. Sasa kuna mlevi amelewa huko, ameingia kwenye kichaka, afanya haja kubwa, amevaa suruali kabisa, afanya haja kubwa. Sasa ule mdudu akaja mbio kwa, akapita, akazikosa bwana. Yule jamaa alikimbia. Pombe zote zilikwisha. Ukikosa hivyo shekhe. Nasallallahu salam. Tumalizie hii na nukta fupi sana hii ya mwisho. Ba'athu Khalid ila al-Iraq,
kutumilizwa Khalid katika mji wa Iraqi, ghazwatu dhati salasil, vita inayoitwa dhati salasil. Dhati salasil, angalia namba 2 hapo, anasema sumiyat dhatu salasil, vita hii imeitwa dhatu salasil likathrati, kwa sababu ya kukithiri, mansulsila biha, waliofungwa katika vita hiyo, min furusani Faris, katika wanajeshi wa Faris, wengi wao walifungwa kamba, walitekwa. Ndio vita hiyo ikaitwa dhatu salasil. Allah subhanahu wa ta'ala sema 70 dhiraa thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Thumma fi silsila ni ule mnyororo ambao mtu atafungwa. Ndio maana hata season zinaitwa musalsalati, kwa sababu ni vipande. Leo kipande hiki kama mnyororo vile, ukimaliza hiki unafuatia, naita musalsalati season. Naam, kwa hiyo na vita hii inaitwa dhati salasil kwa sababu watu wengi walifungwa sana. Kataba Abu Bakarin ila Khalid ibn al-Walid. Na hii vita ya dhati salasil ziko mbili. Kuna dhati salasil iliyotokea katika zama za Mtume, na kuna dhati salasil iliyotokea katika utawala wa Abu Bakar, ambao ndio hii sasa. Hii ni ya pili. Kuna ile ya ameeleza namba chini kuwa albidayatu wan nihaya wa hiya ghairu dhati salasil allati kanat zamana rasulin. Na mbele ile namba 2 asema sumiyati dhatu salasil likathrati man sulsila biha bi furusadi fal, kwa sababu watu wengi walifungwa. Tazama kitabu albidayatu wan nihaya. Wa hiya, na vita hii ghair, sio ile dhatu salasil allati ambayo kanat, ilikuwa zamana rasulillahi, katika zama za Mtume. Zilitokea mbili. Kuna iliyotokea kabla ya Mtume ikaitwa hivi kwa sababu pia kulikuwa na watu wengi, mateka wengi, na kuna hii iliyotokea katika utawala wa Abu Bakari pia inaitwa dhatu as-salasil. Kwa hiyo sio ukaona sehemu mbili, labda katika utawala wa Mtume ukaona ukachanganikiwa, ukakuta tena sehemu katika utawala wa Abu Bakari unaikuta tena. Ujue kuna iliyotokea katika utawala wa Abu Bakari na iliyotokea katika utawala. Na moja ya ushahidi ni kuwa tulisoma kule mbele kuwa kuna sahaba katika vita ya dhati salasil alimuuliza Mtume, ni mtu gani unayempenda? Mtume akasema nani? Aisha. Akasema katika wanaume, akasema baba yake. Kwa hiyo vita ile iliitwa dhatu as-salasil. Kipindi kile Mtume alikuwepo. Vita hii hapa Mtume alikuwa ameshafariki. Kataba Abu Bakar ila Khalid ibn al-Walid an yasira ila al-Iraq, aende katika mji wa Iraq. Famadha Khalidun, akaenda Khalid ila al-Iraq. Wa kana Hurmuz, na alikuwa Hurmuz ndiye alikuwa kiongozi wa mji wa Iraq. Wa kana Hurmuz qad jamaa jumu'an kathira, alikuwa amekusanya jumu'an, jeshi kathira la watu wengi, likitali almuslimina, kwa ajili ya kuwapiga Waislamu. Wa kadima Khalidun, na akaja Khalid biman ma'ahu, na wale aliokuwa nao, wanazalu, na wakafikia tijaha al-Fursi, ule upande wa Fursi, fi Kadhima, katika eneo linaloitwa Kadhima. Namba 3 anasema makanun fi dawlati al-Kuwait halia, eneo hilo katika dola ya Kuwait linaitwa hivyo Kadhima. Wanazalu, na wakaweka kituo tijaha al-Fursi, upande wa au kando ya nini, ya dola ya Fursi, fi Kadhima, katika eneo la Kadhima. Fatarajjala Khalid,
akatembea wa mguu Khalid, wataqaddama ila Hurmuz, wataqaddama ila Hurmuz, na akasogea mbele ya Hurmuz. Fakhtalafu, khatu al-matba ilitakiwa iwe fakhtalafa darbatayn, kwani imekuja hivyo fakhtalafa au fakhtalafu? fakhtalafu. Yahdikum. Fakhtalafu, wakatofautiana, darbataini, yale mapigo mawili. Pigo la nani na nani? La Khalid na Hurmuz. Wakapigana wewe, wakatofautiana, yani wewe piga ni kupigwa, piga ni kupigwa. Wahtadanahu Khalid akamshika. Wahtadanahu Khalid akamshika Hurmuz. Sasa atakummaliza. Wajaat hamiyatu Hurmuz, akaja yule Hamia. Hamia ni yule mwenye kumhami nani? Hurmuz, mlinzi wake. Hatta la yaktulahu Khalidun, ili asiuliwe na Khalid. Yule mlinzi akaja kumtetea kiongozi wake asiuliwe na Khalid. Fahamala alaihimul qa'qa'u, fahamala alaihimu al-Qa'qa' ibn Amri. Qa'qa' pia ni sahaba huyo, akawabebea silaha. Wajaat hamia, hapa si mtu mmoja, ni kikundi cha wale wenye kumhami nani? Kumhami kiongozi. Wajaat hamiyatu Hurmuz, kikaja kile kikosi cha kumhami, cha kumlinda kiongozi huyu Hurmuz. Hatta la yaktulahu Khalidun, ili asiweze kuuliwa na Khalid. Fahamala alaihimul Qa'qa' ibn Amri, Qa'qa' akawabebea silaha. Faanamahum, akawaua wote. Faanamahum, akawalaza, yani akawaua. Wanhazama ahlu Faris, na wakashindwa watu wa Fursi. Warakiba almuslimuna, na wakapanda Waislamu. Aktafahum, aktafa manake khuyulahum, wakapanda farasi zao. Ila al-layli, wakaendelea kupigana ila al-layli, mpaka kuingia usiku, mpaka kuingia usiku. Warakiba almuslimuna, kwa sababu hapa kisa kinaonyesha kuwa Khalid alianza kupigana na Hurmuz. Baada ya Khalid kumshinda Hurmuz, anataka kumuua, kikaja kikundi cha kumlinda Hurmuz, kimtetee nani? Hurmuz. Akaja Qa'qa' ibn Amri akawaua. Baada ya hapo ndio ikaanza vita sasa rasmi kati ya majeshi kwa majeshi. Tunasema warakiba almuslimuna aktafahum, Waislamu wakapanda farasi zao. Ila al-layli, narudia tunakusema kuwa hizi riwaya Sheikh anazifupisha, anazifupisha. Ila al-layli maana yake walipigana, baadhi ya riwaya zasema walipigana ila muntasafil layli, walipigana mpaka katikati ya usiku. Kutoka mchana mnapigana tu mpaka katikati ya usiku. Shehe, kwa pumzi gani hiyo? Leo pumzi zetu si ni visoda, ndio ukimbia hapa mpaka bichi, anapumua mate anamtoka, anataka kuzimia. Hivi kweli ushike upanga tangu mchana adhuhuri unapigana mpaka nusu usiku, si ungekufa tu kwa kuchoka? Wale mahujaji, kuna kipindi pale Maka palitokea makosa ya katika kupita njia. Watu waliambiwa jamani, yani kwa sababu pale yani kunakuwa na njia maalum, watu ni wengi, kwa hiyo mkikosea tu njia mmekufa, kwa sababu msongamano ni mkubwa.
Sasa watu wakakosea njia, hawa huku sio wamekuja wameingia njia ya wanaokuja hivi, yani watu wamekutana, kurudi nyuma haiwezekani kwa sababu kunyuma kuna watu wengine, kwenda huko haiwezekani. Sasa joto nini, joto, na watu wengine ndio wako na vitambi, mtu mazoezi hana, watu wakaanza kudondoka chini, watu wanadondoka. Kuna shekhe mmoja asema wakati anadondoka, ile anadondoka mpaka anakuja kushtuka juu yake amelaliwa na watu kama 10 hivi. Hapo alipo, yani hata kunyanyua mkono hivi hawezi kwa alivyochoka. Akawa anasema hapa natarajia rehema ya Allah tu. Kuna wengine walikufa, kuna wengine nao walikuwa maututi tu wakaja wakaokolewa. Lakini ni hali ambayo inatisha. Lazima Uislamu yani msiwe legelege. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Ndio maana hata mtume alikuwa katika moja ya mazoezi ambayo mtume alikuwa akifanya ni muswara, mieleka. Alikuwa anafanya sana. Yani mtume alikuwa akimaliza ibada zake na nini anawakusanya maswahaba, wanafanya muswara, pigana mazoezi ile, kuamshana hivyo, kukimbizana farasi, kurusha mishale, mikuki. Lakini leo wewe huna mazoezi yoyote shekhi, upo tu. Vijana tuko na vitambi. Naona kijana wa miaka 15 anatembea hivi. Tufanye mazoezi mashehe. Hata kukimbia isitokea hata umefukuzwa na mbwa, yani hata kukimbia uwezi. Mbwa anakukimbiza, yani mama yani kutoka hapa mpaka Kiboi huwezi, na mpaka unafika Kiboi basi lazima utadondoka kwa sababu umechoka. Maana yake mazoezi kuna. Wastahwadha almuslimuna, na wakatawala waislamu au wakahodhi waislamu, ala amtiatihim, vile vifaa vyao, wa silahihim, na silaha zao za wale watu wa Iraki. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.